Baba uko pamoja nasi kwa kila mtumishi. Katika makonde yote Jehova, uko pamoja nasi Baba. Daudi akasema, hata itapo katika pole kwa uvuli wa mauti Jehova, hataogopa sababu uko pamoja naye. Na hata nasi tunatambua Baba, katika vyote tunaogopa, maana umetushika mkono kwa ajili ya kutukumbusha katika vyote. Tushike mkono Baba, tembea pamoja nasi. Asante Mungu wetu. Wakati huu umefika ambapo Baba tutayari kwa ajili ya kupokea kutoka kwako. Sisi ni watoto wako Baba, tulioitwa kwa ajili ya jina lako, na ukatupenda kwa ajili ya ufalme wako Baba. Miguuni pa Baba tumenyenyekea kwa ajili ya kusikia kutoka kwa Baba. Baba, nena nasi, ongea nasi Baba yangu, ongea nasi tupate ushauri wako, ongea nasi tupate maagizo yako, ongea nasi Baba tupate ufahamu wako Baba, ongea nasi tupate direction inayofaa na maisha yetu, ongea na maisha kila mmoja Jehova. Usituache Baba, usitupungukie unaponena na wengine Jehova, usiache watoto wangu wakasaidi, bali nena na maisha kila mmoja. Wakati huu Jehova, tunakuja kinyume ya kila nguvu zote za Mungu shetani, mipango zote kabisa vita lepofika chino minyakai lepofika ya mamoza, hazina mamlaka mali, hazina nguvu mali, hata ukatawale, jina lako likatawale, mfalme wako ukatawale, ewe mwenyewe ukatawale. Chukua ushindani Baba. Asante Mungu. Tunaombea wote ambao hata wapo mahali hapo, Baba mkono wako ukawafikie. Asante kwa ajili ya mchungaji mahali hapo Baba, acha mkono wako ukae pamoja naye Baba, mtumie katika njia ya kipekee katika huduma Baba ameitwa Baba yangu. Sifa utukufu zangu pia. Asante kwa sababu uko pamoja naye. Tuingiapo katika neno tumwazee Baba, tupate kusikia kutoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo Baba yetu tuomba tukiamini. Amen. Thank you Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ulio mwema ambapo hatutachukua muda mrefu. Tunataka tuchukue muda ambao ni mfupi kwa ajili ya hili neno la Bwana. Na tunajua kwamba Mungu atatuwezesha katika vyote, atatufikisha mahali ambapo ni pagumu. Najua yeye ndiye anayetushika mkono. Na tunapotambua hivyo, hatutakuwa na shaka hata katika mahali ambapo tunapita. Sawa, tunajua Baba ako pamoja nasi. Topic yetu ni kuhusu mshindi. Katika mshindi tunajifunza kuhusu spiritual warfare, kwamba tuko katika vita. Na vita hivi vinahitaji nguvu kutoka kwa Mungu. Vita hivi sisi sio wa kupigana, lakini Bwana anatupigania. Usipoelewa, unaweza pigana kwa nguvu zako, na unapopigana kwa nguvu zako utaumia, kwa sababu akili yako itakuwa huko, mdomo wako utakuwa huko, macho itakuwa huko, mawazo yako na vyote, utaona ya kwamba sio utaumia. Lakini unapomwajia Mungu akupiganie, wewe utakaa starehe Baba anapokupigania. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio mahitaji ambayo Mungu anahitaji sisi tunaomwamini. Tunapoliita jina lake, najua ya kwamba yeye ndiye anayetushindania. Hasa anapotushindania sisi, haya kazi yetu ni kumuita, na anasema tufae silaha hizi. Tunapozifaa, basi yeye ni mshindi, anatupigania. So tunaona ya kwamba tunaendelea na topic yetu, na tumefikia sehemu ya 6 ambao tunaita ni jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni silaha tuliyopewa. Nyingine wakaimba jina la Yesu ni ngome imara. Kando na hilo hakuna ngome. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona jina la Yesu
ambalo liko na nguvu. Na wanafunzi walipokuwa na Yesu Kristo wakitaka kufuzwa jinsi ya kuomba, kwa sababu ni mahitaji ambayo wanataka kutoka kwa Baba, aliwaambia hivi: mnapoomba, katika kitabu cha Mathayo hiyo ni 6 kuanzia 9, inasema ombeni hivi: Baba yetu aliye wapi? Aliye mbinguni. Bwana asifiwe. Jina lako lifanywe gani? Jina lako litukuzwe. So tunaona ya kwamba alianza na kuwafahamisha ya kwamba Baba aliye wapi? Aliye mbinguni. Na akasisitiza akasema jina lako. Bwana asifiwe. Amen. Jina lako litukuzwe. Na huenda hata wanafunzi hawakuelewa jina la Yesu ni nani. Tunaona ya kwamba Abrahamu alitembea na Mungu, lakini hakumjua Mungu ni nani. Adam na Eve walikuwa viumbe za Mungu, lakini hawakumjua Mungu ni nani. Musa mwenyewe alitembea na Mungu, lakini hakujua Mungu ni nani. Hata ikafika mahali ambapo Mungu sasa amemtuma kwenda kukomboa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Na akamuuliza, ndiyo Mungu amenituma, lakini nikienda huko nitawaambia nani amenituma. Bwana asifiwe. Why? Kwa sababu yeye alikuwa na Mungu, lakini hakuelewa huyu Mungu aliye naye anaitwa nani. Mungu naye akamwambia, unapofika huko waambie ya kwamba I am who I am. Bwana asifiwe. I am who I am. So hatutaenda mengi sana kuhusu hiyo, lakini tunaona ya kwamba wengi ambao hata walikuwa mababu zetu waliotutangulia kweli walikuwa na Mungu, ni hawakutambua jina lake ni nani. Bwana asifiwe. Na tunakuja hapa tunaona katika kitabu cha Waebrania 1:4 ya kwamba Yesu alipata jina ambalo aliheri kutoka kwa baba yake. Na tunaona ya kwamba jina alilolifuata aliinherit kutoka kwa nani? Kwa baba yake. So tunaona ya kwamba Mungu alipowatendea Waisraeli walikuwa wanamtukuza na wanamuita kwa majina ambayo aliwatendea. Wakamuita Yehova Shama, Yehova Rafa, wakamuita Elohim, wakamuita kwa majina yale ambayo alikuwa anawatendea. So tunaona ya kwamba hawakumuelewa kwa jina lake ni nani, lakini walikuwa wanamuita kwa ajili ya matendo aliyokuwa anawatendea. Hawakumuelewa ni nani. Lakini tunaona Waebrania anasema ya kwamba nao tukawa na Yesu aliyepata jina, na lile jina alilolipata, it was a name through inheritance. He inherited from the Father. Bwana asifiwe. So ikawa rahisi ya kwamba tunapolijua hili jina, na hata Yesu akasema ya kwamba mkitaka chochote pitia katika hili jina na mtapewa. So hili jina ambalo alipewa nalo likacha ufunguzi, likawa kama ufunguo wa Baba kutekeleza yote. Asifiwe. Amen. Kwa sababu haitafika mahali ambapo wamefika mahali sasa wanapotaka uponyaji waende watafute Jehova Rafa. Hapana. Kulikuwa na jina moja ambalo ni Yesu. Bwana asifiwe. So jina Yesu inamaanisha he is the savior. Bwana asifiwe. Amen. Yeye ni mponyaji. Yeye anaokoa. So ukiwa katika umasikini
anakutoa katika umaskini. Ukiwa mgonjwa, yeye anakuponya. Ukiwa katika matatizo ya vita, yeye anakushindia vita. Hautataka kwenda kuita Yehova Shama, Elohimu, Yehova Wadhefa, Jehova huu. Hapana, wewe utamwangalia Yesu na yeye anakushindia zote. So tunaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba majina yote yaliweka kwa jina moja. Na Biblia ikasema ya kwamba kila koti litapigwa kwa ajili ya hili jina. Bwana asifiwe. Kwa sababu sasa hatuna majina mengine tena ambayo tunaweza endea kwako ama tunaweza endea kwayo yanaweza tupa wokovu kama hili jina. Tunapoita hili jina, matatizo yetu yote yanaisha. Hasa saa hii tukiwa wagonjwa hatuwezi enda kwa Jehova Rafa, lakini tunamwendea Kristo. Tunamuita Yesu na Yesu anashuka, anafanya namna gani? Anatupa uponyaji. So tunaweza soma katika ile kitabu in the book of tuangalie Philippians chapter 2 verse 10. Wafilipi 2:10. Tuone Biblia inasema Philippians chapter 2 verse 10. yes. The Bible says, the Bible says, that at the name of Jesus, yes, every knee should be bowed, in heaven and on earth, yes, and under the earth. Every knee must do what? Must bow. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona Kiingereza ambayo imetumika mahali pale. Haitasema every knee may, lakini imesema ya kwamba every knee shall. Shall ni kumaanisha lazima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima itashuchutu kwa ajili ya jina la nani? Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tunaona ya kwamba a name is so powerful. Hata jina ambalo unaitwa it is so powerful. Na kwa nini Mungu hakutaka jina lake lijulikane kwa Abrahamu? Hakutaka jina lake lijulikane kwa Musa? Hakutaka jina lake ndiposa Musa anamwendea, wewe umenituma, mimi ndio naenda, sijakataa. Lakini nikifika huko hao wana wa Israeli nitawaambia nani amenituma. Bwana asifiwe. Kwa sababu Musa hakujua jina lake. So tunakuja in operation ya kazi ya nani? Ya kazi ya shetani. Pia nataka mjue hivi. Katika operation kwa kazi ya nani? Ya shetani. Shetani pia tusione ya kwamba ni mjinga, anajua. Na anajua nguvu iliyopo katika nini? Katika jina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndiposa unaona ya kwamba wewe unaposaliwa kuna misukumo ya majina ambayo shetani anasukuma kwa kuwekea. Ili wanapokuwekea anapata access ya control maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hakuwa na jina. Jina lake akina Abrahamu hawakumuelewa. Kwa sababu iko hivi, what you name, you have the ability, you have the power to control. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile unachoita jina, wewe uko na uwezo wa kufanya namna gani? Wa kukicontrol katika njia ambayo unaweza. So Mungu akafahamika kwa nani? Kwa Musa. Akamwambia, when you go there, tell them that I am who I am. Bwana asifiwe. Amen. So wakati wanapoona uponyaji, wanamuita Jehova Rafa, and he was Jehova Rafa. So they have to call him Jehova Rafa because he was at that stage he was. Bwana asifiwe. Amen.
and they knew him by what he did. So walikuwa wanamuita kulingana na vile alivyojionyesha. Na hapa hivi pia tunaona ya kwamba majina yetu pia yana ukuzo ama yana nguvu fulani, aidha ya kupokea ama ya kuingia katika mahali ambapo hapastahili. Bwana asifiwe. Na hapa ndiposa tunaona ya kwamba Mungu aliendea Yakobo na akampandisha ya kwamba jina lako si Yakobo, kwa sababu hii Yakobo imekufunga sana. Jina lako itaitwa nani? Israeli, maana wewe ni baba wa mataifa. Mtu aliyekuwa ameitwa baba wa mataifa ndiye sasa wamemwekea jina la Konywa ambaye haikuwa inastahili. Na hilo jina lilikuwa limemfunga. Mambo yote ambayo alikuwa anayafanya hayakuwa mambo mazuri, kwa sababu yalikuwa mambo ambayo ni ya ujeuri na uchanja, na yalikuwa yamemfunga. Hivyo shetani ndivyo anaoperate katika ulimwengu wa kiroho. Anajua what he names, he has the ability to do what? To control. Asifiwe. Amen. He has the ability to control. Na vita ambavyo tuko navyo pia ni katika majina ambayo tulifanya mna gani? Tuliitwa. Na nataka tuibe mtihani hapa kidogo, tuingie katika kazi ya shetani pia vile ana manipulate majina yetu na kujesea majina yetu. Bwana asifiwe. Amen. Na spiritual attack, vita ambavyo tulivyo navyo kwa ajili ya majina ambayo tuliitwa na majina ambayo tuko nayo. Bwana asifiwe. Amen. Shetani si mjanja. Anajua ya kwamba anapokuelewa kwa majina yote, na sijasema hivi kukutia uoga. Bwana asifiwe. Amen. Yaani niko nakwambia ili ujue ufahamu na vita ambavyo tuko navyo. Kwa sababu unapojua silaha ambazo shetani anakupika navyo, nawe utakuwa katika sehemu iliyo nzuri ya kumshinda, kwa sababu tayari umejua nini silaha alizonazo. Bwana asifiwe. Amen. So majina tuliyo nayo pia usione tu tulipewa hivyo hivyo tu. Shetani pia ana target kwa ajili haya majina tuliyo nayo, ili naye akatunaze katika majina ambayo tuliitwa. Bwana asifiwe. Amen. Katika usiku wanafanya kazi kwa ajili ya majina. So jina lako usipolitakasa, jina lako usipoliekea hili jina la Yesu Kristo ikalitawale, unaona ya kwamba wanaenda nalo katika miungu mingine, na hili jina wanaenda wanaliita katika miungu zao. Bwana asifiwe. Amen. Mengi wamefanya vikusanyiko zao masaa ya saa 8 usiku, masaa yote, na wanaita jina lako. Wanaweza ita hata kama uko na katika usingizi, wewe unaitika. Na unapoitika baadhi wamekunaza na wanakupeleka chini wanavyofahamu na gani, wanavyohitaji na wanavyotaka kwa sababu ya jina lako. So wanapolinasa hivyo kwa sababu umeitika, wanakunasa na wanaweza kukuongoza katika mambo yoyote ambayo wanataka. Wakisema ya kwamba sasa tumenaza hili jina ukae katika umaskini, wewe unakaa katika umaskini. Wanasema wewe utahangaika, unaona maisha yako yatakuwa ya kuhangaika. Wakisema ya kwamba sasa wewe ndio kuteseka na kuumia, utaona ya kwamba unaumia. Na wewe hautakaa katika ndoa, unaona ya kwamba ndoa yako haisimami. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu wameliita jina lako, na wewe katika usingizi na mambo yote umeitika na umefahamishana nao, hao wamekunasa. So unaona ya kwamba haya majina yetu pia lazima tuiweke ishikanishe na jina la Yesu. Tunapoiweka ndani ya jina la Yesu, unaona ya kwamba adui hatakuwa na uwezo wa kufanya gani, wa kutufamia ofyo ofyo kwa sababu ya jina. Kwa sababu anatafuta jina, ajue jina lako lote. Bwana asifiwe. Kama wewe unaitwa Martin Simiyu, ajue ya kwamba Martin Simiyu akuite kwa jina lako.
Wewe unapoitika, yeye anapata access ya kufanya gani? Ya kucontrol. So anajua. Na ndiposa tunaona ya kwamba Mungu hangekuwa control because nobody named him. And they knew him in many names. So yale majina mengi haingemfanya identify ya kwamba this is who he is. Kwa sababu hawa wanamuita Jehova Rafa, hawa wanamuita Elohim, hawa wanamuita Jehova Jire kwa ajili ya ushindi. Walipopikana wakapata ushindi, wakamuita Jehova Jire. So wakamuita kwa haya majina. So hawakumfahamu jina lake ni nani. That's why they were there. Lakini hili jina lilikuja kupata uthibitisho na nguvu wakati sasa Yesu alipokuja akaonyesha kwamba this name has power. Katika Wafilipi ni 2:10 ikasema kila koti litapigwa na kila ulimi utakiri. Hata ukiangalia katika Romans chapter 14 verse 11 pia hapo inasema ya kwamba hili jina limeinuliwa. Hili jina limeinuliwa. Liko zaidi juu ya majina yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tunaona ya kwamba hili jina limeinuliwa. Na jina limeinuliwa juu ya majina yote. Na haya majina yote hao waona ya kwamba wanaenda kwa waganga, wanaenda kwa wachawi, wameweka ukanga na wameweka mambo yao mengi. Tunaona ya kwamba hata wengine mpaka wameandika vifao, wamekiita ya kwamba ukanga hatari. Wengine wamesema kutoka Kitui, wengine wanasema kutoka Mombasa, wengine wanasema kwamba kutoka Tanzania. Wameweka vifao na majina ya kutisha. Biblia inasema ya kwamba siku itafika na hata haya majina ambayo wanajiita yatatii na washututu ya kwamba Yesu Kristo ni nani? Ni Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Wote ambao wanakimbilia miungu wamemwacha Mungu, sasa hivi wamekimbilia miungu. Wameweka mafuta, wameweka maji, wanasema hayo ndio miungu zao. Lakini siku ya mwisho itakapofika, watakundua ya kwamba hiyo miungu wanayoiabudu haina uwezo wowote. Kumbe jina ni nani? Yesu Kristo. Bwana asifiwe. So jina la Yesu Kristo ndilo tulilopewa, ndilo liko na nguvu, liko na uwezo ule wa kutushindia. Na shetani pia anajua katika manipulation zake kwa ajili ya kushika maisha yako, kwa ajili ya kuangamiza maisha yako, ni lazima pia anakuja katika nafasi nyingine ya nini? Ya jina lako. Bwana asifiwe. Amen. Wakizaza jina lako, wajue ya kwamba wewe ni Karo nani? Wanalinasa. Bwana asifiwe. Amen. So wanaoperate mahali unafanikiwa, maisha yako yanaenda vizuri, wanaita Karo na Ngehe. Unaona ya kwamba hatutaki sasa wewe maisha mazuri. Kama uko katika ndoa, toka. Tayari wameita jina lako, wako na uwezo, wanalicontrol kama remote. Bwana asifiwe. So unaona ya kwamba maisha yako yanaanza kuumia, ndoa yako inaanza kuumia because they understand your name. So jina lako ni vizuri, unalisanctify katika jina la nani? La Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Unasema jina langu Baba naliweka katika jina lako, na jina lako aje likalitawale, ili shetani asipate mwanya na asipate nafasi ya kutawala jina langu. Shetani kuweka jina lake katika kinywa chake. Bwana asifiwe. Ili nawe ukatembee katika ushindi, kwa sababu jina lako linaponaswa na liwepo katika kinywa cha nani? Cha shetani, maisha yako yatasumbuka. It is like a remote. Uende Amerika kwa ajili ya kazi, watakuita jina tu, na huko ugonjwa itakufamia, kanza itakupata. Wanaita jina na huko kazi inakatika. Wanakuita kwa jina nawe ndoa inaumia. Wanakuita ile jina na wewe matatizo yanafamia. Bwana asifiwe. Amen. So lazima shetani unayepikana naye
You have to understand him well. Bwana asifiwe. Na njia moja wapo tumesema ya kwamba ni kutufahamu katika nini? Katika jina. Bwana asifiwe. Sababu jina it has the power to identify you. So itapiti kidogo tunataka tuone sio mishale hizi shetani anazotumia. Tumeona njia ya kwanza ni nini? Jina. Bwana asifiwe. Jina nyingine ambaye anatumia tuliona ni katika nini? Damu. Bwana asifiwe. Mapito, mababu zetu waliopita. Shetani akitaka kukunaza anafuata the lineage. Wale waliokutangulia anakupata. Bwana asifiwe. Kitu kingine tena, mavazi yetu. Mavazi yetu pia shetani akitaka kukupata pia anafanya gani? Anafuatilia mavazi yako. Mavazi yako akiipata, ako na uwezo kama utayatakaza. Mavazi yako akiyapata, kama haitawekwa mbele za Bwana, unaona ya kwamba ako na access pia kushika na kucontrol maisha yako. Bwana asifiwe. Alafu sehemu zingine tena it ya creation. Bwana asifiwe. Kwa choo. Pia choo ni sehemu ambayo ni muhimu sana. Wengine wanapuuza. Lakini choo pia ni sehemu ambayo ni muhimu sana. Na hapo ndio shetani huwa anatembelea na anakuja ananasa wengi. Bwana asifiwe. Sababu unaona ya kwamba sehemu ya choo na mahali pa bafu, watu wengi wameangamia sana kwa sababu ya bafu. Anaenda kwa bafu, anaenda kuoka, ni mahali ambapo anaokeanga vizuri. Slippers ni zile anatembeleanga tu, anaenda huko, lakini unasikia ya kwamba ameenda kwa bafu, ameteleza mguu umefahamu na gani? Umefunjika. Bwana asifiwe. Why? Because shetani huwa anatafuta hao madhabahu, na hapo ndipo anajenga yale madhabahu kwa ajili ya kuja kusunguka katika nini? Maisha yako. So usipo sanctify mahali ambapo unaokea na mahali ambapo unaenda kuachilia haja zako, unaona ya kwamba hapo shetani anapata access. Na anapopata access, hali ya kuja kufanyia maisha yako na kufanya gani? Kuongoza. Alafu asifiwe. Alafu kitu kingine tena tulisema akili. Akili zako pia ni muhimu sana. Sababu Biblia inasema ya kwamba wengi wanaangamia kwa sababu ya kukosa nini? Ya kukosa maarifa na kukosa ufahamu. So, usipokuwa na akili katika dunia tunayoishi, unaona kwamba Biblia inasema ya kwamba kuna kuangamia. So wengi tunaangamia kwa sababu shetani anakuja kucapitalize kwa uchinka ambao tuko nao, hatufahamu silaha ambazo anatupika. So akili yetu haiwezi funguka na kuona, tunaumia na kuteseka. Hatuelewi. Bwana asifiwe. So shetani anacapitalize, anakuja, anaingia pale na anafanya gani? Anatutawala. Mahali pengine tena ni katika vitanda zetu, mahali ambapo tunalala. Haya ni madhabahu. Usipomchengea Mungu, shetani pia anavita, na hapo pia it is the battling field ambaye anakuja kufanya gani? Kuleta vita pale. So hiyo kitanda unayolalia, malazi unayolalia, inatakana kuyatakaza na kuyaweka katika wakfu mbele za nani? Za Mungu. Kwa sababu ukikaa hivyo, hayo malazi ujue it is now the battling field ya shetani. Na Biblia inasema ya kwamba hili jina la Yesu lilishinda vita wapi? Kule mbinguni, likashinda duniani na likashinda kuzimu. So kumaanisha kwamba vita ambavyo tuko navyo, kuna vita ambavyo viko juu na viko katika ardhi na viko katika kusini. Hata zina operate namna gani? Kuna maspirit. Maspirit hizo zinatembea katika anga. Na kuna agents ambao ni wa mapepo, ambao sasa now we have monitoring spirits. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo ndio zinazunguka kwa ajili ya kuangalia. So hizo zisipokufikia, then we have the spirit from above ambaye atakuja kwa ajili yake. Na yasipokutembelea pia kuna mizimu kutoka wapi? Kutoka chini ambayo yanakuja. Wale waliotutangulia ambao walikuwa na mizimu zao, hizo mizimu zinakuja pia kwa ajili ya adhabu. So ukiwa Mkristo ni lazima uwe sensitive
Bwana asifiwe. Nywele yako ni ya maana kwa sababu shetani anaangalia the point of attack to you. Bwana asifiwe. Ili aitumie katika njia inayofaa. So, na chochote anachokitafuta hata makucha, Bwana asifiwe. Wengine wamefanya shule wameacha kwa sababu nywele zao waliponyoa wakaziweka ovyo ovyo, shetani wakachukua na hakuwa amesanctify. So tunaona ya kwamba hata shule walienda hivyo wakafanyia kazi, wakamfanyia. So unaona akienda shule haelewi chochote, kichwa kinamuuma. Wengine walichukuliwa makucha zao, Bwana asifiwe. Na makucha zao walipochukuliwa, unaona ya kwamba kitu kwa mkono yao haiwezi kaa. Wamekaa katika hali ya umaskini. So unapoelewa una sacrifice sehemu yako ya mwili na vyote vinavyotoka katika nini? Katika mwili wako. Bwana asifiwe. Amen. Iwe mate yote unapo sanctify, unaona ya kwamba unatembea katika utukufu na unalindwa na nini? Na nguvu za Mungu. So shetani vita alivyo navyo ni kutafuta, kwa sababu anataka afikie DNA yako. Asipokupata katika damu, anakuja katika nguo, kwa sababu kwa nguo anajua hii chache inatoka kwake. Na hii chache inatoka kwake, anafaa kuna sehemu ambazo anataka. Anataka maybe iliyo karibu na moyo, anataka maybe iliyo karibu na mguu yako, kwa sababu anaposhika zile chache ya mguu yako, anafunga njia zako za kubarikiwa na kuenda mbele, anafunga miguu zako, uwezi fanikiwa, uwezi enda mbele. Anaweza asifiwe. Maybe anaweza kufikia zile nguo za uzazi wako, anasifunga. Unaona ya kwamba kizazi chako kinafungwa, hakina baraka, uwezi fanikiwa katika uzazi. Wengi wanakaa tasa sababu wamefunga sehemu zao za nini? Za uzazi. So tunaona ya kwamba shetani ni lazima umfahamu yule unayepikana naye, ili usikae maembe tu hivyo. Bwana asifiwe. Alafu kuna vile pia tunakula. Bwana asifiwe. Vyakula ambavyo tunakula pia lazima we have to sanctify them before you eat. Isiwe mtindo tu na kidini ya kwamba Mungu bariki hii chakula vijui nini. You have to understand what you are praying for, because shetani anapata nafasi ya kuingia katika ile chakula na yeye kukitawala. Lakini unapoibariki hii chakula ya kwamba Mungu anaibariki hii chakula katika jina la Yesu Kristo, na unaamini na unajua, unaona ya kwamba kweli utakula na utakuwa sawa. Lakini kuna wengine nguvu zinatumwa katika ile chakula. Wewe wakati unamaliza kula hivi tumbo linakuuma, na ile linapoanza kukuuma, hiyo ndio ulcers, ndio kansa zinaingia. Kwa sababu kazi ya mapepo si akikaza watakuja na visu wakuja wakukata kama nini. Wanatuma mapepo, wanatuma nguvu za kiza, Bwana asifiwe, ili sikufikie. Lakini kukufikia lazima zikuje in the point of conduct. Na point of conduct ni gani? Lazima watafute kitu fulani ambayo itafanya gani? Utafikia ndani mwako. Bwana asifiwe. So Biblia inatuhisi ya kwamba tusiwe ignorant in the word and in the words of the devil. Bwana asifiwe. Lazima tuwe wa kufahamu mbinu, mishale na zile silaha zote ambazo shetani anapanga ndani, anazitumia kwa ajili ya maisha yetu. So utaona ya kwamba maombi yetu yatakuwa rahisi. Tutatembea katika ushindi na tutatembea katika ushindi, kwa sababu tunajua silaha ambazo shetani anatumia kwa ajili ya maisha yetu. Lakini usipofahamu silaha ambazo shetani anatumia, kanisa utaenda, maisha yako yatazidi kuumia. Kama ni umaskini utazidi kukaa katika umaskini. Kama ni magonjwa utaenda kanisani lakini pato unaumia na unateseka na magonjwa, na wewe unaenda kanisani usifahamu chochote, kumbe shetani amekunasa. So what the devil is looking for, it is not looking for you that you understand the word of God. What he is looking for, the loophole. Mahali ambapo wewe umeachilia wazi ili shetani aingie mahali pale, ili
wa Mungu ufanye gani? Uelewe hili jambo ya kwamba you have to understand all the weapons, the means and the way the devil is using to reach you. Na unapoelewa hizo njia zote unafunika na jina la Yesu Kristo. So anapofika pale hana penetration. Jina lako usione tu uliitwa tu, lakini kuna nguvu ambayo iko paki kwa ile jina. Na maisha yako yanaweza teseka kwa sababu hao baby wameandika jina lako vizuri. Wamepeleka katika madhabahu ya waganga, wanaweza sifiwe. Wanasema huyu mtu huyu asifanye mnadhani, asiendelee, asifanikiwe. So imeandikwa jina lako limewekwa katika madhabahu ya mganga. Unaona ndoa yako inasumbuka. Unaona maisha yako una struggle, unataka ufanikiwe. Na kumbe jina lako limeandikwa liko katika waganga. So usipolisamisha katika jina la Yesu, utaona ya kwamba utaendelea kukaa katika ile hali na una ufahamu. Lakini siku ya leo tuko hapa kufahamishana ya kwamba jina lako lazima ulisanctify kwa jina la nani? La Yesu. Shetani anapoenda aone trace katika jina lako ya kwamba tuko na jina la Yesu, hapa anashindwa. Because he understood that he was a victim on the cross. Alitaka jina lake liwe na ushindi, lakini on the cross he was a victim. Another victim. Na hapa ndipo yeye Mungu akamuinua. Akasema hili jina ndio liko juu kwa vitu vyote vilivyoko mbinguni, kwa vitu vyote vilivyoko duniani na kwa vitu vyote ambavyo viko chini ya ardhi. So if you go with the name, you are so powerful. Hakuna mahali mwovu atakushinda. Hakuna mapepo yatakutawala because you have the name. Paulo na Sila wakaelewa. Walipopata ule mtu ni kilema katika kusaliwa kwake, hawakuwa na kingine. Hawa walikuwa na huyo kilema alikuwa anatazamia maybe kuna pesa fulani ambaye atapewa. Lakini hawa akasema hizo wewe ambao unatarajia hakuna. Kile ambacho niko nayo ni nini? Jina la Yesu, kwa hili jina amka na uende. Wanaweza sifiwe. So tunaona ya kwamba if we understand well this name of Jesus, the name of Jesus is so powerful. And if this name we attach it on our name, inamaanisha ya kwamba hakuna control yoyote ambayo mapepo yatakuwa kwa jina la Yesu. Wanaweza sifiwe. Kwa sababu most of control of our life and most of our suffering, it is because of our name. Shetani amechukua mwenyewe katika madhabahu zake. So unaona tunaumia. Anasema sasa siku ya leo apate ya chai. Unaenda kwa njia, unaona maisha yako yanaumia, maisha yako na yakiwa katika haya madhabahu ya mapepo na shetani wanayaita na kwa kweli yanatendeka because also they have the powers. So kwa hii nafasi inatakana kufahamu ya kwamba the only name that you are given, it is the name of who? The name of Jesus. Wait, hata kelele. Keep quiet. It is the name of who? The name of Jesus that we were given. Na kwa hili jina tunapata gani? Tunapata ushindi, tunapata nguvu. So tunatembea katika jina ambalo liko na uwezo, na jina ambalo liko na nguvu, na jina ambalo liko na mamlaka. So hili jina ambalo tulipewa tusilione ni bure. Hili jina liko na nguvu. Bwana asifiwe. So kwa hii nafasi tunaamka kwa miguu zetu. Na kitu kilioko ni wewe kuanza kuweka vitu vyote watu katika jina la nani? Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu Kristo. Ya kwamba jina langu, na unaweza ita jina langu. Kama unaitwa Emmanuel, unaita jina langu Emmanuel. Emmanuel nani? Emmanuel jina lingine unaliitwa. Unajua.
Kama unaita John, unajua John, unaitwa John. John nani? Unaitwa jina lako lenyewe. Na unasema ya kwamba hili jina ninaliweka katika wazi kwa jina la Yesu. Ili shetani asipate control yoyote juu ya maisha yako. Juu usipoliweka katika watu, shetani anaweza manipulate. Hiyo itakuwa loophole, bali shetani akupitia na kucontrol maisha yako. Mahali ambapo wako hujui wanafanya nini. Mahali ambapo wako maybe wana vitu vyao na vizazi vyao. Na kupitia kwa hayo wanaita jina lako kucontrol na kucontrol maisha yako. Unaona unaishi maisha ya sako. Unasaka uende mbele, hakuna ufanisi wowote. Kumbe jina lako limeandikiwa mambo pale. Ya kwamba huyu mtu ambaye tunaita jina hatafaulu, hataenda mbele. Asante Baba.